Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Uzi wa Azam wenyewe na umekaa. Umekaa Tuko vizuri, unaona? Mambo yanakwenda. Msimu wa ligi umeanza, mechi mbalimbali tumezishuhudia mpaka hivi sasa. Kulingana na performance ya timu mbalimbali, ni umeanza kwa namna gani msimu wa 2025-26? Nafikiri ushindani umekuwa mkubwa hasa kwenye mechi za kwanza na zingine za mzunguko mwingine, kwa sababu kuna timu zimecheza mechi mbili tayari, zipo ambazo zinakwenda kucheza mechi ya tatu, lakini zipo timu ambazo ndio zimeanza kucheza mechi za mzunguko wa kwanza. Kwa uhitaji wa kila timu kufanya vizuri ni mkubwa, na tumeshuhudia ushindani mkubwa sana kwenye mechi zote za ligi kuu mpaka kufikia hapa. Na leo hii tumeshuhudia klabu ya Simba ikipata ushindi wa magoli 3-0 mbele ya Fountain ambayo kabla ya mchezo tu watu walikuwa wakizungumza kama ni miongoni mwa timu ambazo ziko dhaifu hali kweli kweli. Pengine utuambie namna ambavyo umeutazama mchezo huu, Simba akiondoka na alama zote 3. Mechi ilikuwa nzuri sana. Unajaribu kuona kwa namna gani Fountain Gate wataingia kukabiliana na Simba, hasa baada ya kupoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Mbeya City. Walifungwa pale kwao kwa raha bao moja, na nafikiri kulikuwa na makosa mengi binafsi. Pengine kwa kocha wao Dennis Kitambi alijaribu kuset timu yake kucheza chini zaidi wakiwakaribisha Simba huku wakiziba njia, lakini ukitazama bao la kwanza anapigwa kona, Deriok anakwenda juu, yeye mwenyewe anapiga kichwa kwa kuwapa Simba goli la kuongoza. Hapo huwezi kumlaumu kocha kwamba ni mchezaji alishindwa kutambua mtu anayemzuia yuko sehemu gani. Bao la pili, Yusuf Kagoma anaingia ndani ya box, anapiga v-pass na mkuta Jean Sharawa, anapiga tena goli la pili. Goli la tatu kwenye kufanya clearance, mpira haukwenda mbali ukamkuta Soa, akafunga goli la tatu. Kwa ukitazama magoli yote ambayo Fountain Gate wameruhusu, unaweza kuweka zaidi kwamba ni makosa ya mchezaji mmoja mmoja ndani ya box, lakini kimuundo ulikuwa unaona kwamba kocha alihitaji timu yake icheze chini zaidi, wajaribu kucheza wakiwa wengi mbele ya lango lao, kutotoa nafasi kwa Simba. Na ndio maana ukitazama pia Elim Panzu au Kibu na wengine pia ilibidi wafanye uwezo wao binafsi, yani vitu vyao binafsi, kujaribu kufungua njia za Fountain Gate. Kwa hiyo kwa upande wangu nafikiri ilikuwa ni mechi nzuri, hasa kwa upande mmoja kwa Simba, kwa sababu hata shuti lilolenga lango kwa Fountain Gate ni moja tu ambalo lilikwenda kushtua Musa Kamara. Wamecheza nyota mbalimbali ambayo imekuwa ni maingizo mapya kwenye macho yetu tangu waweze kusajiliwa. Katika hawa wapi ambao wamecheza leo hii, pengine walioanza tofauti na mechi zingine, nani ambaye amecheza kiwango kizuri sana leo hii? Nafikiri tangu wanasimba wamtazame Deriok, wanamwona mchezaji mzuri sana kama kiongozi kwenye eneo la ulinzi, na anacheza vizuri sana. Anticipation yake kuweza kutambua kwamba mpira huu utapigwa, utangukia pale, afanye nini mpira ukiwa kwa timu pinzani. Nafikiri pia tumeshuhudia kiwango kizuri sana kutoka kwa Morris Abraham kwenye mechi hii. Tumeshuhudia kiwango bora kutoka kwa Jonathan kwa Soa. Nafikiri baada ya kufunga confidence ikarudi, akawa anashuka na jaribu kwenda kwenye maeneo mengine pia kutafuta mipira na kutengeneza nafasi kwa wengine. Maema nafikiri anaingia taratibu kwenye kikosi, bado hajaonyesha kitu kikubwa. Kante tumemwona kipindi cha pili ameingia na kufanya vizuri sana kuunganisha timu kutoka katikati mwa uwanja. Kwa hiyo tumejaribu kutazama wachezaji wachache, akiwemo pia Wilson Nangu, beki wa kati ambaye ameingia na kwenda kufanya vizuri kwenye kikosi cha kwanza. Kwa upande wangu niambia kwa wachezaji wageni ndani ya Simba ambao wamefanya vizuri, bado kalatangu itaenda kwa Deriok ambaye amecheza vyema kabisa. Tunaanza kutofautisha Simba hii na ile ya Fadu David. Nafikiri bado ni mapema, nafikiri timu bado iko kwenye kujitengeneza. Kuna kundi kubwa limeingia la wachezaji, bado wanaendelea kutazama namna gani wanajaribu kuzoeana kimfumo na kuendelea kutambuana kitabia uwanjani. Kwa hiyo nafikiri hata kipindi cha Fadlu tulikuwa tunaweza tukasema bado orientation bado ilikuwa inaendelea. Tuendelee kutoa muda kwa walau michezo mitano, michezo 6, nafikiri kutakuwa na kitu ambacho kinaweza kuwa bora zaidi kwa upande wao. Kwa hiyo nafikiri muda wa kuendelea kujijenga bado upo. Kikubwa zaidi unajijenga huku unapata matokeo mazuri.
hiyo inaweza kuwa bora zaidi kwa upande wao. Kwa mafahari hao wawili Simba na Yanga mpaka hivi sasa maneno ni mengi, wanacheza chini ya kiwango, wengine wakisema hivi kocha namna vile. Wanatofautiana kwa kiasi gani Simba na Yanga ukiweka kwenye mzani mmoja? Nani ambaye anakuwa juu na mwingine anakuwa chini? Umezitazama timu zote ambazo zimecheza mechi kwa hivi karibuni. Ukitoa tu Simba na Yanga, ukirudi kwa Azam na Singida, timu ambazo zimecheza mechi za kimataifa, baada ya siku mbili wamekwenda kucheza mechi za ligi. Unakwenda unagundua kwamba kuna kuchoka ndani yake, manake ratiba inakulazimisha kucheza michezo kwa ukaribu. Ukitazama mchezo wa Azam aliyoshinda dhidi ya Mbeya City, ukitazama mchezo wa Singida aliyoshinda bao moja dhidi ya KMC, ukitazama mchezo wa Yanga ambao ameshinda mabao matatu dhidi ya Pamba na mchezo dhidi ya Simba, unagundua kwamba kucheza michezo ya karibu kumefanya wachezaji kushindwa kuperform kwenye kiwango kile ambacho kimezoeleka. Kikubwa zaidi timu ambazo zimeshapiki tayari kutoka kwenye kutambua kwamba wanatakiwa kupata matokeo ya lazima kuendelea kuwa kwenye momentum nzuri. Kwa hiyo kwa upande wangu naona ni kitu ambacho makocha pia wanatazama pia kwa upande wa rotation inaweza kuwa bora zaidi kwa upande wao.